Naam, karibu sana mwana michezo, tuzungumze yale ya kimichezo na burudani. Mimi naripoti kutokea hapa stesheni Kaburi Moja na mbele yangu niko na mchungaji wa Simba maarufu. Nimeiandika kama inavyostahili ndugu yangu. Mungu ni mwema sana. Kwanza nawashukuruni sana. Nawashukuru kwa sababu tulichokipata tulistahili kukipata siku ya tarehe 3. Mungu ni mwaminifu sana. Kwa mwaka huu mtu ambaye amepiga hatua mpaka midai ni Simba. Kwa mwaka huu mtu ambaye amepiga hatua kwa vilabu vyote Simba Sports Club imepiga hatua. Maana ina kombe. Umeelewa? Kama Simba ina kombe na amepiga hatua mpaka midai. Na ndio timu bora mpaka midai. Ubora wake unakujeje? Kamfunga anaongoza ligi. Kamfunga anaongoza ligi. Umeona bwana? Kamfunga na ubingwa tumechukua. Sasa ligi haijaisha hii. Kodi tayari. Nimelisema mpaka hapo. Sisi tunaongoza ligi. Sisi mpaka midai hapa. Simba Sports Club tumemfunga Yanga tukabeba na ubingwa wa Muungano. Sio umeelewa mpaka? Tumekutana mara ya pili Yanga akapata sare na akashangilia. Nani bora? Bado hujanielewa. Nishakuelewa. Simba ndio timu bora. Nisikize kwa makini hapo. Kuelewa. Huyo anayesema anaongoza ligi tumemfunga na ubingwa tumebeba. Umeelewa? Ligi bado haijaisha. Na mimi kitu tutembea nao leo. Isubu subia kwanza. Hiki tutembea nao leo. Simba bingwa. Bwana nielewa mpaka hiyo. Kuelewa ndugu yangu. Simba bingwa mpaka milele tuenda mitamboni. Ligi bado mechi 10 ni nyingi mno. Ndio. Kwa hiyo sababu zangu zijapungua kwamba Simba atachukua kombe la Muungano, atachukua ligi kuu, atachukua na FA. Mtatukana kama ninachowaambia kwamba Simba hizo uchukue bingwa. Nisikilize maneno yangu, Simba bingwa wa kombe la NBC Tanzania bara. Bwana tuzungumzie sare dhidi ya Yanga Afrika. Ngoja watu waelewe. Simba ni bingwa wa makombe yote. Utaamini mpaka nakwambia. Maana kuna watu wamekata tamaa. Sasa nikuhesabia mechi ambazo Yanga atapoteza. Niambie. Yanga atapoteza na Azam. Kwanza. Umeelewa? Yanga kuna mechi nyingine KMC atatoa sare. Ya pili. Umeelewa? 5 hizo tayari. Ndio mechi mbili hizo. Mechi mbili. Anafungwa, ya pili anatoa sare. Mechi mbili atatoa sare, mechi na Azam atafungwa Simba bingwa. Hesabu ndogo tu wala tumii nguvu. Bado hujanielewa kaka. Yanga atafungwa na Azam. Alafu kuna mechi mbili Yanga atatoa sare. Simba bingwa. Simba bingwa. Sasa una kata nini? Nyinyi mnashinda zote hizo. Sisi tunashinda zote, kuna kutuzuia. Kuna kuwazuia. Sasa leo baki nani? Na mechi nyingi tunacheza zetu nani Meja Samura. Sasa leo mtu anakuambia eti Yanga bingwa. Au maneno tu kujifurahisha. Bingwa wa mwaka huu wa NBC ni Simba Sports Club. Tumeanza na kombe la Muungano. Kombe tunalo na tunatamba nalo na tukamfunga na Yanga juu. Alafu bwana watu wanielewe bwana. Bwana baada ya sare. Mimi bado nitarudi eneo hilo. Nipe. Nasema hivi, katika watu wanaostahili kutamba, Simba waache unyonge. Wana Simba wanachangana kwa wanyonge. Msio wanyonge. Nyinyi ndio mna timu bora. Mmemfunga mtani wenu na ubingwa mmebeba wa Muungano. Kombe tunalo, moja tunalo. Ambalo mmelibeba mbele ya Yanga. Mbele ya Yanga Afrika. Si unanielewa mpaka hapo? Pili. Wanajichekesha, ligi bado haijafikia mwisho. Bado kuna mechi 10 mbele. Sasa utasemaje Yanga bingwa? Sio ndo wazimu. Mimi ndio kupigia hesabu zingine. Kama mwanzo nilivyokuambia Simba atachukua kombe la Muungano na Yanga atafungwa. Wewe amefungwa kufungwa. Si nilikwambia mimi kabisa atafungwa. Na yule anachokuambia Simba bingwa. Yanga atapoteza 2. Ataposare 2 na atafunga mechi moja. Maana yake Simba bingwa. Hiyo mkae nayo receipt mashabiki wa Simba Sports Club. Kituo kinachofuata ni dhidi ya JKT Tanzania. Tutarajie mchezo wa namna gani pale Meja Jenerali Samuel? Anafunga za kutosha. Simba ni bora sana sasa hivi. Sira zake mnamalizia mpaka Yanga. Wewe ukishaona mpaka Yanga anapata sare anashangilia. Unajua tumeimprove sana. Yaani sare Yanga wanashangilia. Wanashangilia sare. Sio mpaka tunaenda mpaka dakika 20 Yanga kashakula 2. Mpaka dakika 20 Yanga kashakula 2. Unasema watu wengine walizimia. Kule watu washakula 2. Mpira wa kasi na goli la maajabu. Ile goli bwana limezua bunzo kweli. Wao wameliposti. Ulaya wameposti, Waarabu wameliposti, Afrika wameliposti, Tanzania tumeliposti. Mpaka limeandikwa Kiarabu ile goli lile. Kwanza hawezi kufunga goli kama lile mpaka anaacha mpira. Ile goli hapa hawezi kufunga goli kama lile. Hawezi. Yale magoli yanatokea labda kwa karne mara moja. Yale magoli ya Klatus Chota Chama. Yanatokea kwa karne mara moja. Lakini wengi wanalalamika. Ubinu gani kule? Wengi wanalalamika wanasema apimwe. Kijana haiwezekani, umri umeenda anatembea 120, anatembea kwa. Na mimi naungana nao. Naungana nao. Chama kama kijana apimwe. Chama kama kijana. Ina maana kwamba kuna mazoezi Chama anayofanya peke yake. Vijana na kabenchi. Chama na uzee mpaka Diamond anakwambiaje? Chama tuelewe kwamba ni mzee au ni kijana.
Wanasema apimwe, wanataka wajidhibitishe kweli ni mzee au kijana. Wewe unaungana nao. Alafu kuna tukio lingine Yanga wamelifanya. Walivyoenda kwenye vyumba kule ndani. Ndio. Kuna matukio wamefanya mle ndani ya siri. Kwa nini Yanga waje na nguvu kiasi kile? Kitu cha pili. Wamefanya nini? Wenyewe wanajua walichofanya. Na ile nyumba nyeupe imezua gumzo ile. Nasema hivi, nyumba ya jirani kuna vitu walifanya. Kwa nini waje na nguvu kiasi kile? Kwa nini yao ina nguvu kiasi kile? Kasitoa wapi hizo nguvu? Kwa sababu yule wanamuita nini? Chiba hizo ina nguvu kiasi kile. Nguvu imeenda hivi. Akamimina maji mara ya kwanza. Akamimina maji mara ya pili. Akamimina maji ya tatu. Haya. Haiwezekani. Chiba kuna kitu ameongezewa. Walivyoenda kwenye vyumba mle. Chiba anatembea. Nasema hivi kwenye vyumba mle kuna vitu Yanga walifanya. Na uchunguzi lazima ufanyike. Haiwezekani Yanga ingie na nguvu kiasi kile, kuna nini? Kwa hiyo namba moja. Namba mbili. Mwaka huu wana Simba wasiwe wanyonge. Kwa sababu tokea juzi unaona wanakuwa wanyonge. Unakuwa wanyonge wakati ndani una kombe. Yanga kombe hata moja hana la mwaka huu. Bado hujanielewa kaka. Nipe kodi. Yaani mwaka huu watu wenye kombe ndani ni Simba Sports Club peke yao. Umeelewa? Hapo wana Simba wanakuwa wanyonge. Alafu ligi bado haijaisha. Ndio wale nakwambia hivi, Yanga anafungwa na Azam na mechi mbili na sare, Simba bingwa. Hesabu ndogo tu. Wao sasa hivi wanajitekenya cheka yenyewe. Wao wanatekenya cheza yenyewe. Kuna jana chai baada ya kutoa sare dhidi ya Simba. Ukishaona mtu katoka kwenye supu, afa anaenda kwenye chai, ndio anapotea huyo. Ukimwona mtu anatoka kwenye supu, anaenda kwenye chai ndio anapotea. Sura ndio mpaka hiyo. Zile dalili zile za kupotea. Inawezekana unatoka kwenye supu, unarudi kwenye chai ya rangi. Maana yake wewe unazidi kupotea mazima. Ndio narudia tena. Bingwa wa nchi mwaka huu wa NBC ni Simba Sports Club, maneno haya hifadhi. Yanga atake asitake bingwa. Hiyo apende asipende atalazimishwa kama Zanzibar. Atafungwa goli hata dakika 89. Sasa alifungwa goli dakika 89 akalia wote wale. Sasa wao jinsi unapata sare wanashangilia wao. Unaona vituko hivyo? Yaani sare wanashangilia. Na chai wamekunywa. Wanasema ina faida kwao. Na mimi nikueleza kitu kimoja. Yanga Afrika mwaka huu wamepoteana. Bingwa mwaka huu ni Simba Sports Club, wana Simba wahifadhi hiyo kitu. Wasiwe wanyonge. Unakuwa mnyonge, Yanga yeye karudisha, anashangiliwa na kwa mnyonge. Mnyonge kivipi? Unakuwa mnyonge vipi? Shati na Simba anakaa hivi. Wakati mtari ubingwa ushaona. Kama nilivyokuambia Simba ni bingwa wa Jamhuri wa Muungano. Nakwambia tena Simba bingwa wa ligi kuu. Tunza maneno utasema mchungaji anazungumza. Shukrani sana. Na sijawahi kufeli hata siku moja. Kwamba nikwambie Simba ni bingwa sio bingwa. Mimi kitu kama siwezi na nyama za kimya kama mwaka jana. Simba kwenye hiyo bingwa. Mimi nishaiombea sana. Nishaiombea ile kombe nilishika juzi, nikaliombea ilete makombe mengine. Wewe niliona wa Muungano kwenye boti. Niliombea kwamba hili limekuja lilete na makombe mengine. Shukrani sana. Mungu aibariki Simba Sports Club. Wachukue ubingwa mwaka huu. Na Mungu abariki viongozi wa Simba pamoja na wachezaji wa Simba na benchi zima la ufundi la Simba na wanachama wote wa Simba. Mungu awabariki sana kwa kazi ambayo wameifanya mwaka huu. Huu ni mwanzo tumeanza. Tuna kombe ndani. Wenzetu hata kombe moja hawana. Maana yake hili tumeimprove, tuna maendeleo makubwa. Tunachosubiria sasa hivi kuchukua kombe la NBC. Hao wanaosema hatuchukui, hao wanajitekenya alafu wanacheka wenyewe. Wewe mechi 10 mbele. Alafu bado lazima utoe kwa ubingwa. Hizi vituko hivyo. Yaani mtu ana mechi 10 mbele, alafu anakuambia bingwa umekuona. 5 tumia zingekuwa 10 ningesema 5. Maana mechi moja ukipoteza na hizo mbili hizo kuambia za sare, Simba achukua ubingwa. Shukrani sana. Na tutashangilia sisi wiki nzima. Hatulali. Shukrani sana.